Ushiriki mfululizo wa Yanga katika michuano ya klabu ya CAF walau kufikia hatua ya makundi na kwenda mbele umeanza kuwalipa mno wananchi, kwa sababu hivi sasa kwa msimu wa 2025-2026 viwango vya sasa very latest vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF vinaonyesha kwamba Yanga sasa imo ndani ya 10 bora miongoni mwa klabu bora barani Afrika, ingali katika nafasi ya 9, na hiyo ni baada ya kuzipiga kumbo klabu za Al Hilal Omdurman pamoja na CR Belouizdad katika orodha ya viwango vya ubora kwa sasa, wakati msimu wa 2025-2026 wa CAF ukiwa umeshaingia. Yanga iko nafasi ya 9, lakini katika orodha ya 10 bora bado Al Ahli ya Misri ndio wanaoshika nafasi ya kwanza. Wa pili ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ya tatu ni Esperance de Tunis, ya 4 ni RS Berkane, lakini ya 5 hivi sasa ni Pyramids ya Misri ambayo yenyewe ina pointi 33 kama ilivyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba unashika nafasi ya 6 kwa alama hizo alama 33. Halafu baada ya hapo ya 7 ni klabu ya Zamalek ya kutoka kule nchini Misri ambayo yenyewe ina pointi 29. Ya 8 ni USM Alger. Halafu ya 9 ndio Yanga. Yanga hivi sasa inashika nafasi hiyo ikiwa na pointi 25, wakati timu inayokamilisha katika orodha ya 10 bora ni klabu ya Al Hilal Omdurman ambayo yenyewe ina pointi 24. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa orodha hii kama unafahamu vizuri, wakati tukiingia msimu wa 2025-26 kabla hujaanza, Simba ni ya 5 kwa ubora barani Afrika, Yanga ni ya 12 kwa ubora barani Afrika. Hawa Al Hilal Omdurman walikuwa nafasi ya 11, lakini ikumbukwe wakati wa hesabu hizo ni kwamba misimu iliyokuwa ikihesabiwa miongoni mwa misimu mitano kama taratibu za CAF zilivyo ni pamoja na msimu 2020-2021. Ukihesabu misimu mitano utakuta 2021, 21-22, 22-23, 23-24 na 24-25, ambapo viwango vyake ndivyo ambavyo vinatumiwa sasa na CAF katika mpangilio wa ratiba zake katika uwekaji wa pots, kwamba nani atakuwa poti ipi, nani ni wangapi. Ndio utaratibu wa CAF, kwa sababu hutumia misimu mitano ili kupanga ratiba zake kwa kuangalia viwango vya ubora vya klabu kwa msimu unaofuata. Yaani kwa lugha nyingine, viwango vile ndivyo vinavyotumiwa sasa na CAF katika mpangilio wake. Lakini ukitaka kujua viwango latest vyenyewe haswa kwa sasa hapa tunapozungumza, unapaswa uchungulie katika column za CAF kwenye mpangilio wa viwango vya ubora kwa msimu wa 2026-2027, kwa sababu ndipo ambapo viwango hivi vya sasa vinakwenda kutumika. Sababu hiyo basi ni kwa nini vimebadilika? Vimebadilika kwa sababu misimu mitano ukihesabu huwa unahesabiwa na msimu husika kwa ajili ya kupata viwango vya sasa ambavyo ni latest. Sasa ukihesabu vizuri utagundua msimu wa 2020-2021 haukidhi tena katika kujua klabu bora kwa sasa kwenye viwango latest, kwa sababu wenyewe ni msimu wa 6 kuanzia sasa. Iko vipi? Utahesabu msimu wa 2025-2026 ambao ndio tumo wa kwanza, ukihesabu kwenda nyuma msimu wa 5 na kwenda kuwa 2021, 2022 na sio 2020, 2021. Sasa ili kuweka sawa hesabu zinakwenda vipi? Iko kama ifuatavyo. Wacha tuweke viwango vya zamani lakini kwa kuzingatia klabu 3 kama za mfano, ili uelewe pointi zimekwenda vipi, halafu nitakupa orodha ya viwango latest kwa hizi klabu 10 bora ambayo nimetoka kukugusia. Kwa kuzingatia msimu wa 2020, 2021, 21, 22, halafu tuna msimu wa 2022-2023, kuna msimu wa 2023-2024, halafu kuna msimu wa 2024-2025. Msimu latest ni huu hapa 2025-2026 ambao tayari umeshaanza. Baadhi ya klabu sasa ziko katika raundi ya pili ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika na michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, ikiwa ni baada ya raundi ya awali ya kuwania kufuza tu ya makundi kuwa imeshachezwa. Tunafahamu vizuri Yanga kwa mfano atakwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi kati ya tarehe 17, 18 na 19, mechi ya mzunguko wa kwanza kabla ya marudiano. Lakini Simba atakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur ya kule nchini Eswatini. Sasa wakati tukienda katika msimu huu
ambapo viwango vyake ndivyo vinavyotumika katika upangaji wa ratiba iko hivi. Tukiangalia hapa timu ambazo nazitaja tatu kama mfano juu ya hesabu zinavyofanyika, ni kwamba chukulia Al Ahli ya Misri ambao ni namba 1 kwa ubora, halafu chukulia Wekundu wa Msimbazi Simba, halafu tuweke na Yanga. Hesabu zimekujaje mpaka wakawa na alama zile zilizofanya Simba iwe ya 5 kwa ubora, Yanga ya 12 kwa ubora, Al Ahli ya kwanza kwa misimu mitano ambayo imewezesha viwango vyake vinatumika sasa. Al Ahli tunakumbuka vizuri msimu wa 2020-2021 ilikuwa bingwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo pointi zake huwa ni 6. Kwa kukumbushia, ukiwa bingwa ligi ya mabingwa barani Afrika unapata pointi 6, ukiwa mwana finali unapata pointi 5, nusu finali pointi 4, hapa nazungumzia ligi ya mabingwa, robo finali pointi 3, ukimaliza nafasi ya 3 kwenye makundi unakuwa na pointi 2, ukimaliza mkiani kwenye makundi ligi ya mabingwa ni pointi 1, ila zile 2 za juu ni pointi 3 maana ndio robo finali yenyewe. Lakini usipoingia makundi hakuna point katika ligi ya mabingwa. Kwenye kombe la shirikisho ukitoa ubingwa unapata pointi 5, ukifika finali kwenye kombe la shirikisho unapata pointi 4, nusu finali pointi 3, robo finali pointi 2, ukimaliza katika nafasi ya 3 kwenye kombe la shirikisho unapata pointi 1, ukiwa mkiani unapata pointi 0.5 ambayo ni nusu. Hii najua ndio mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level unafahamu vizuri kwamba hizo point ukizipata unazidisha sasa kwa coefficient number. Namba ya kuzidishia ambayo ni ipi? Ni kwa kuangalia misimu. Ule msimu uliopo sasa ambao unaendelea kuhesabu huwa tunazidisha kwa 5, wa nyuma yake kwa 4, wa nyuma yake kwa 3, kwa 2 mpaka kwa 1 ambao ndio msimu unaoanza kuhesabia katika misimu mitano. Sasa wakati tukiingia msimu huu hesabu ilikuwa kwa msimu wa 2021 team point inazopata unazidisha mara 1, msimu unaofuatia mara 2, unaofuatia mara 3, unaofuatia mara 4, unaofuatia mara 5. Wakati tukitafuta viwango vya ubora kwa CAF kuingia katika msimu huu ambapo Al Ahli kwa nini walipata pointi 6? Walikuwa mabingwa ligi ya mabingwa msimu wa 2020-2021. Alafu msimu unaofuatia 21-22 tunajua Al Ahli walifika finali ya ligi ya mabingwa wakafungwa na Wydad Casablanca. Kwa ujumla Wydad wakawa mabingwa, wao wakaishia kuwa wana finali ligi ya mabingwa. Kwa hiyo pointi zao hapa zilikuwa 5. Msimu wa 2022-2023 Al Ahli walitoa ubingwa ligi ya mabingwa zinakuwa pointi 6. 23-24 Al Ahli walikuwa mabingwa pointi 6. 24-25 msimu uliomalizika walishia nusu finali ambayo ni pointi 4 kwenye ligi ya mabingwa. Sasa ilikuwa unapataje pointi mpaka kwa wanaongoza? Walikuwa kwamba unahesabu sasa 6 mara 1 unapata pointi 6, 5 mara 2 10, halafu hapa pana 6 mara 3 18, pana 6 mara 4 24, hapa walipata 4 mara 5 ilikuwa ni pointi 20 ambazo ukizijumlisha sasa 6 jumlisha 10 jumlisha 18 jumlisha 24 jumlisha 20 wakawa wana pointi 78 na ndio timu namba 1 barani Afrika kwa sababu ilikuwa na pointi nyingi zaidi. Lakini kwa Wekundu wa Msimbazi Simba tunafahamu kwa hesabu hizo Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns na RS Berkane walikuwa juu kwa sababu wa pili baada ya Al Ahli ni Mamelodi Sundowns. Kwa hesabu hizi kwa namna walivyokuwa wakifikia kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa misimu mitano, Mamelodi walikuwa na pointi 62 wakawa wa pili. Watatu walikuwa ni Esperance de Tunis wakiwa na pointi 57. Halafu wa 4 ni RS Berkane waliokuwa na pointi 53 kama tunakumbuka vizuri. Simba ya 5 ilikuwa na pointi 48. Wao RS Berkane walikuwa wa 4. Sasa kwa Simba ilikuwa vipi nako? Msimu wa 2021 tunakumbuka walifika robo finali ligi ya mabingwa wakatolewa na Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo robo finali ligi ya mabingwa ni pointi 3. 2021-2022 Simba wakushiriki ligi ya mabingwa lakini walishiriki kombe la shirikisho barani Afrika wakaishia robo finali wakatolewa na Orlando Pirates. Kwa hiyo Simba kombe la shirikisho ni pointi 2 kwa robo finali. 2022-2023 Simba walifika robo finali ya ligi ya mabingwa wakatolewa na Wydad Casablanca kwa penalty. Kwa hiyo ligi ya mabingwa robo finali pointi 3. Halafu 23-24 Simba walifika robo finali ligi ya mabingwa wakatolewa na Al Ahli tunakumbuka vizuri ambayo matokeo yake ni pointi 3 maana ni ligi ya mabingwa barani Afrika robo finali. Msimu uliomalizika 24-25 Simba walifika finali ya kombe la shirikisho. Ukifika finali maana yake ni pointi 4
Ndio maana pointi za Simba sasa zikawaje, unachukua 3 mara moja kwa msimu ule. Kwa hiyo walikuwa na 3, halafu kuna 2 mara 2 4, halafu kuna 3 mara 3 9, halafu kuna 3 mara 4 12, halafu walikuwa na 4 mara 5 20. Ukijumlisha 20 jumlisha 12 32, jumlisha 4 inakuwa 41 na 4 45 na 3, Simba walikuwa na pointi 48, na ndio maana ilikuwa klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu zilizo mbele baada ya Ahli ndio nilizotoka kuzitaja. Mamelodi ilikuwa na pointi 62, Esperance pointi 57, RS Berkane. Lakini Yanga ilikuwa vipi? Msimu 2020-2021 Yanga haikuingia makundi kombe la shirikisho wala ligi ya mabingwa. Kama uingii makundi ya michuano ya CAF ya klabu, pointi zako ni 0, upati kitu. Yanga walikuwa na 0. 21-22 Yanga walikuwa na 0. 22-23 tunakumbuka Yanga walishiriki kombe la shirikisho wakenda mpaka finali, ambapo bingwa alikuwa ni USM Alger. Ukifika finali kombe la shirikisho pointi 4. Msimu wa 23-24 Yanga walikwenda robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakatolewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kwa mikwaju ya penalty. Robo finali ligi ya mabingwa ni pointi 3. Halafu 24-25 Yanga waliishia makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika. Walimaliza katika nafasi ya 3, ambako ukimaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya mabingwa kwenye kundi unapata pointi 2. Kwa hiyo Yanga hapo walikuwa na pointi 2. Matokeo yake ni nini sasa? Tunaanza kuziangalia. 0 mara 6 0, 0 mara 1 0, 0 mara 2 0, 4 mara 3 12, halafu 3 mara 4 12, halafu akapata 2 ilikuwa kizidisha mara 5 ni 10. Ndipo ambapo kijumlisha hizo pointi 0 jumlisha 0 jumlisha 12 jumlisha 12 24 jumlisha 10, Yanga walikuwa na pointi 34, ikawa timu ya 12 kwa ubora barani Afrika. Sasa kwa sababu tumeingia msimu wa 2025-26, ukihesabu misimu mitano, maana unaanzia hapa ukihesabu 1 2 3 4 5, msimu wa 2021 haupo tena, umeondoka katika msimu tulioingia. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hesabu zinaathirika kwa namna mbili. Moja, kwamba kama timu imepata point msimu wa 2021 hazipo tena, hilo la kwanza. La pili, kizidisho kinabadilika. Msimu wa 2021-22 ilikuwa unazidisha mara 2. Lakini sasa ndio msimu wa kwanza katika ile misimu mitano tunahesabu. Kwa hiyo kizidisho chake hapa sasa kinabadilika, sio 2 tena, kinakuwa 1 katika msimu mpya tuliopo. 22-23 ilikuwa unazidisha mara 3, sasa hivi unazidisha mara 2, halafu unaofuatia nao unakuwa mara 3, halafu unaofuatia msimu uliomalizika kizidisho chake sasa ni mara 4 na sio mara 5, halafu msimu huu 25-26 timu ikipata pointi tunazidisha mara 5, ndo msimu latest. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa kwa lugha nyingine, hesabu zetu kinachobadilika haya matokeo ya uzidishaji katika msimu husika kama nilivyotoka kueleza, ambayo itakuwa sasa kama ifuatavyo, kwamba msimu huu wa 2021 tunazidisha mara 1. Al Ahly hapa watakuwa na pointi 5. Msimu wa 22-23 ni 6 mara 3, 6 mara 2, sio mara 3 tena. Uzidishaji umekuwa huu namba 2, hii nayo imekuwa mara 1 kama nilivyotoka kueleza, imeathirika kote kumeathirika. Kwa hiyo hapa sasa itakuwa ni 6 mara 2 12, halafu hapa 6 mara 3 18, halafu hapa itakuwa ni 4 mara 4 pointi 16. Kwenye msimu wa 2025-26, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Party Next Level, mpaka sasa hakuna timu yoyote barani Afrika ina pointi, kwa sababu pointi hupatikana baada ya kuingia hatua ya makundi, ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Michuano ya CAF kwa hatua iliyopo bado hakuna timu imeingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hapa kama ni pointi zote zina 0-0. Klabu zote Afrika zina 0 hivi sasa. Kwa hiyo kwenye kuhesabu kwetu points tutahesabu kuanzia msimu wa 21-22 mpaka msimu huu ambao umeshaanza. Lakini kwa msimu huu zote zina 0-0. Kwa sababu hiyo Al Ahly pointi zao sasa zinakuwa kama ifuatavyo. Hizi pointi zinabadilika maana tunazungumzia msimu mpya wa 2025-2026 baada tumeshau drop msimu wa 2021. Al Ahly pointi zao zitakuwa kama ifuatavyo. 5 jumlisha 12 ni 17. 17 jumlisha 18 inakuwa 35. 35 jumlisha 16 inakuwa pointi 51. Kwa hiyo Al Ahly kutoka pointi 78 ilizokuwa nazo wakati tukihesabu kuanzia msimu wa 2020-2021 sasa wana pointi 51. Wekundu wa Msimbazi Simba pointi zao zikoje? Ni 2 mara 1 itakuwa 2, halafu 3 mara 2 6,
3 mara 3 9, halafu 4 mara 4 16. Ukijumlisha sasa hapo unapata ifuatavyo: 16 jumlisha 9 25, 25 jumlisha 6 inakuwa 31, 31 jumlisha 2 33. Simba ina pointi 33. Lakini vipi kuhusu wananchi Yanga? Yanga kwa msimu wa 2021-22 pointi 0, maana hawakupata kitu kama nilivyotoka kueleza awali. Msimu wa 22-23 Yanga walifika finali kombe la shirikisho tulishasema, ambapo wanapata pointi 4. 4 mara 2 Yanga wana 8, halafu hapa kuna 3 mara 3 9, halafu hapa ni 2 mara 4 8, halafu hapa wana 0 mara 5 ni 0. Kwa hiyo pointi za Yanga jumla tunazipataje? Ni 8 jumlisha 9 17, 17 jumlisha 8 25, jumlisha 0 25. Kwa hiyo Yanga wana pointi 25. Sasa ni kwa mtindo huo kila klabu imeathirika, kwa sababu kolamu ile ya 2021 haipo. Kuathirika huku kunaweza kuwa chanya ama hasi. Timu kama Yanga walau unasema imenufaika, kwa sababu kwa msimu huo ilikuwa na 0 na msimu unaofuata ilikuwa na 0, ikawa pointi zake inaifanya iwe timu ya 12. Lakini sasa baada ya kuondoka msimu ambao hesabii tena, kwenye misimu hii ya karibuni inajikuta Yanga pointi zake sasa ni 25, lakini imeingia katika top 10 kwa sababu zile za juu zote na klabu nyingine zote zimeathirika kwa kuondolewa kolamu hii ya 2021, lakini pia zimeathirika kwa vizidishio kama nilivyotoka kueleza. Matokeo yake hizi nimezitaja za mfano, lakini orodha kamili sasa ambayo imetokana na ukokotoaji nilotoka kuelezea iko kama ifuatavyo. Nilishazungumza awali, sasa hapa tunarudia kwa pointi kwa kila klabu na kuona ni kwa namna gani ushiriki mfululizo wa Yanga katika michuano ya CAF kufika hatua ya makundi kwa hivi karibuni umeifanya sasa imo katika orodha ya klabu 10 bora barani Afrika. Iko hivi: namba 1 Al Ahly, kama nilivyotoka kueleza, ina pointi 51, ndio nafasi ya kwanza. Ya pili ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo yenyewe hivi sasa ina pointi 43, ndio nafasi ya pili. Nafasi ya tatu ni Esperance de Tunis, ina pointi 38. Pointi zake zimepatikana vipi? Ni zile safari nilizozionyesha kama mifano kwa Ahly, Simba, Yanga. Lakini ya 4 ni RS Berkane, ina pointi 37. Ya 5 ni Pyramids ya Misri, ina pointi 33. Ya 6 Simba Mnyama ya Tanzania, Simba ina pointi 33 kama ilivyo Pyramids. Hapa maelezo kidogo. Utaratibu wa CAF, timu zikilingana points kwenye viwango vya ubora, ile iliyopata pointi nyingi hivi karibuni zaidi ndio inakuwa juu ya mwenzake. Simba na Pyramids zote zina pointi 33. Lakini kwa msimu uliomalizika hivi karibuni, Simba walipata pointi 4 kwa kufika finali ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ukizidisha, sasa tumeona ukizidisha mara 4 ilipata pointi 16. Lakini Pyramids ilichukua ubingwa, ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo bingwa kwenye ligi ya mabingwa anapata pointi 6. 6 mara 4 ni pointi 24. Kwa hiyo Pyramids imepata pointi nyingi zaidi hivi karibuni kuliko Simba. Pyramids 24, Simba 16. Ndio maana Pyramids sasa inakuwa nafasi ya 5, Simba ya 6. Hapo awali wakati tukiingia msimu huu na ndivyo viwango vinavyotumika sasa na CAF, ilikuwa Pyramids wako nyuma ya Simba. Simba kwa na pointi 48, Pyramids pointi 47, lakini sasa kibao kimegeuka. Timu ya 7 baada ya Simba ni Zamalek ya Misri, ina pointi 29. Ya 8 ni USM Alger ya Algeria, ina pointi 27. Ya 9 ndio inakuja Yanga ya Tanzania ambayo ina pointi 25. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman ya Sudan ambayo yenyewe ina pointi 24. Hizi ndizo klabu 10 bora kwa viwango latest vya sasa vya CAF, ambavyo hata hivyo nimesisitiza mara kadhaa matumizi yake yatakuwa mwakani msimu wa 2026 2027. Moja. La pili, note viwango hivi vinatarajiwa kubadilika kadri msimu unavyokwenda, maana viwango rasmi ni pale msimu utakapokamilika 2025-26. Kwa mfano akiingia hatua ya makundi, timu zote zikiingia hatua ya makundi ya michuano ya CAF, kila moja viwango vitabadilika kuingia tu makundi kabla ya kushiriki makundi. Ikiingia Al Ahly itapata pointi
Yani kila timu inakuwa na pointi moja kwa kuingia makundi, zote zikiingia makundi, kwa sababu assumption haujui ipi inamaliza nafasi ipi. Ukimaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi moja. Kwa hiyo ukiingia tu makundi, pointi ya uhakika kwa kila timu huwa ni moja. Moja kwa msimu huu latest mara 5, wakiongeza hapa Al Ahly watakuwa na pointi 56 wakiingia tu makundi. Mamelodi watakuwa na pointi 48, yani unaongeza 5. Esperance de Tunis watakuwa na pointi 43. RS Berkane watakuwa na pointi 42. Pyramids watakuwa na pointi 38. Simba wakiingia makundi wakiwatoa Nsingizini Eswatini watakuwa na pointi 38. Zamalek wakiingia makundi wao kwa kombe la shirikisho, wakiingia makundi pointi watakazoingiza ni 2.5. Katika kombe la shirikisho ukiingia tu na pointi 0.5. Ukizidisha mara 5 2.5, unajumlisha na zile 29 zao watakuwa na pointi 31.5. USM Alger wakiingia makundi, hawapo ligi ya mabingwa, hawapo kombe la shirikisho, utachukua 2.5 utaweka, watakuwa na pointi 29.5. Yanga wakiingia makundi watakuwa na pointi 5 za nyongeza, ukiongeza utakuwa na pointi 30, ambayo itawafanya sasa, tutakuja kufanya hesabu nyingine, watakuwa wamewapiku USM Alger ambao watakuwa na pointi 29.5. Pindi Yanga wakiingia tu makundi watakuwa tayari wameshaipita USM Alger. USM Alger inakuja chini, wao wanakuja USM Alger, wanaendelea kupambana. Na kadri unavyoendelea kumaliza katika nafasi za juu kwenye michuano ya CAF ndivyo pointi zinaongezeka kama tulivyotoka kueleza. Sasa kwa hesabu hizi ndio maana Yanga wamepanda, walikuwa nafasi ya 12, sasa wako nafasi ya 9. Walizozipiku ni Al Hilal Omdurman ambayo sasa iko nyuma ya Yanga, lakini pia CR Belouizdad ambayo sasa pia iko nyuma ya Yanga, na hata katika 10 bora haimo kutokana na athari zile nilizotoka kuzielezea ya msimu wa 2020-21 kuondoshwa, lakini ukokotoaji, vile vizidishio, zile coefficient namba ya kuzidishia imebadilika. Nadhani imeeleweka vizuri. Kongole kwa wananchi Yanga kwa hatua hii waliofikia, kwa sababu ni matokeo ya kuingia makundi mfululizo kwenye michuano ya CAF. Na waongeze jitihada waingie tena makundi, kwa sababu kwa kufanya hivyo watajiongezea point kama nilivyotoka kueleza na kuzidi kupanda, lakini pia pointi za jumla zinaenda kwenye kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara. Simba wao ni wazee wa hizi kazi, 10 bora walishaingia kitambo, wako nafasi ya 6, ni kwa sababu tu ya kile nilichotoka kueleza, maana pointi zao ni sawa na Pyramids. Viwango hivi vipya ninavyovieleza, msisitizo matumizi yake sio sasa, ni 26 27. Yule ambaye elewi vizuri kwenye machimbo yako kitafuta viwango vya ubora, chungulia 26 27, ndipo unapata latest vya msimu huu. Hata 26 27 ikiingia, ukitaka viwango vyenyewe hasa vya msimu huo unaangalia kwenye 27 28. Ndivyo ilivyo. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, natumai kuwa umeelewa, maana nimejitahidi kadri iwezekanavyo kukueleweshea kwa urahisi ili upate kufahamu nini kimefanyika na mpaka timu zetu kuwa miongoni mwa klabu 10 bora kwa sasa. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.